vizuri sana. Unajua juzi tulikuwa pale Kakamega County. Na kuna watu walituambia ati Sifuna alijipiga tear gas. Sasa mimi nashangaa kama alijipiga tear gas, unaweza sema izime kama nyongi ya juzi? Wewe swali nauliza. Sasa juzi rais ama ni jana rais amekuwa hapa Dagoretti. Tear gas imepigwa. Ni Sifuna amepiga tear gas. Na hii tear gas unajua, tear gas is a government entity. This tear gas is issued by the government and police apparatus. Haiwezi kuwa watu wanapigwa tear gas pale, lakini na ngoja Oscar Sudi nisikia atasemaje. Kama Oscar Sudi anasema ni Sifuna, hiyo ni mambo yake. Lakini sisi tunajua walijipiga tear gas. Walijipiga tear gas. Na hii mambo ya ground ni mbaya. Kwa sababu jana tuliconfirm Safaricom wamekataza Sifuna mara 3 ku form paybill mara 3. Wanamwambia wao wanamzungusha hadi jina unataka kutumia linda mwananchi ati za political name. So we are questioning, why do they fear Sifuna? Walituambia Sifuna alitolewa ODM. Kina Babu na Mwamba walikuwa ODM wakawatoa. Sasa kama huyu Sifuna hana maana, mbona wanamsumbua hapa Safaricom? Na tunataka tuambie watu wa Safaricom, hii Safaricom vile baba alituambia tuombe Safaricom ni kama tutahama forever. Hii Safaricom tunatafuta, we look for another mobile network to use, because Safaricom are the ones unleashing mayhem on the people. They are the ones releasing details of the Kenyan people. And wana release details za jezi wanashikwa hapa around. Sisi tunataka tuambie hawa watu, mwache kuogopa Sifuna. Simulisema Sifuna hana nguvu, hana wafuasi. Sasa Sifuna amechukua wafuasi wote wa Raila Amolo Odinga. Babu Owino amepita na wafuasi wote pale Nyanza. Na mtu asikudanganye ati Oburu Odinga mtu wa ngongongo ati atapea William Samoei Ruto kura hapa Nyanza. Hapa Nyanza. Na nasikia gavana mwingine anasema ati hakuna mtu ataingia Migori. Mimi nataka niwaambie, kama Babu Owino alikuwa anapanga maandamano hapa Nairobi, sasa hii Migori ndogo hii Migori itashika Babu Owino? Kama Babu Owino anapanga maandamano Nairobi mzima, sasa hapa Migori hapa itasumbua Babu Owino? Mimi nataka niambie hao watu wanadanganya Wajaluo. Sisi hatuko kwa broad based government. Mtu wako kwa broad based government ni John Badi. Na nimeona John Badi leo kwa gazeti amedanganya wananchi. Amedanganya members of parliament. Atio hao ndio watu sasa expert. Hao ndio expert sasa ambao wako kwa broad based government. Mimi nataka niambie Mheshimiwa Rais, ondoa watu wa serikali yako. Hata afadhali weke Faruki Bedi kuliko huyu mtu anaitwa John Badi. Mtu anaibisha watu. Somebody who has no stand. Mtu kama John Badi goes on record as a first member cabinet secretary to lie to members of parliament in a committee. Huyu Opiyo Wandayi juzi hapa ameulizwa simple information about his own ministry. Ajui kitu inaitwa crude oil. Yeye ni waziri mzima wa energy. Na huko Nyanza hakuna stima. Sasa yeye anataka kutuambia ati yeye sasa ndio atatuambia Wajaluo tutapigia nani kura. Sasa mimi nataka niulize Mheshimiwa Rais, kama sisi hatukupigia mzee wetu Raila Amolo Odinga 200,000 of us tuamuke asubuhi tupigie mtu wa Sogoi, kwani sisi ni wazimu? Mimi nataka niambie Rais, kama unataka kura ya Wajaluo, come in proper manner. Go and look for kina Babu Owino. Go and look for kina Sifuna. Lakini hawa wazee wanakudanganya hawana kura. Huyo Oburu Odinga hana kura. Kazi yake ni kuambia ng'oo anataka power. Mara yeye ni youth leader, mara yeye ni deputy atakuwa deputy president, mara yeye ni party leader, mara yeye sijui anasimama president. Oburu anataka nini? Sasa hiyo uzee yako wewe unaweza kuwa deputy president wa rais. Mimi naona hata Oburu akizunguka bila anazunguka, iko siku mtapata Oburu amefendi kwa hii rally. Sisi tunaambia Oburu Odinga, kitu yoyote ikifanyikia Oburu, wewe Junet Mohamed unatuelezea kama Wajaluo. Wewe hiyo utatuelezea. Kwa sababu hatuwezi kubali kila wakati. Hii last year tumeenda Bondo mara 2. Tumeenda Bondo kuzika mzee Raila Amolo Odinga. Tukazika dada ya Raila. Sasa mnataka tuzike Oburu Odinga? Hii hatuwezi kubali. Sisi tunasema hivi, kitu yoyote ikifanyikia Oburu Odinga, mtatueleza vizuri nini imefanyikia Oburu Odinga. Kwa sababu ya baba tulinyamaza, ya dada yake tukanyamaza. Lakini Oburu Odinga huyu mzee hatuna nyamaza. Yezi kuwa mnazungusha mzee wa 83 years, mkimdanganya atakuwa president wa Kenya gani? Kenya gani Oburu anaweza? Oburu akona kura gani Nyanza? Sisi Nyanza tupendangi watu waoga. Mtu kama Oburu anaweza convince Wajaluo.
Na Oburu tutaki kuona kwa maandamano, tuonyeshe picha yako ya maandamano. Wewe Juliet Mohamed tuonyeshe picha yako ya maandamano. Huyu mama Gladys Wanga huyu ataenda nyumbani asubuhi. Atatolewa na huyu anaitwa Oyugi Magwanga. Oyugi Magwanga ameresign kama deputy governor wa Homa Bay. Na huyu atakuwa governor wa Homa Bay. Sasa hao watu wanazunguka hapa wanadanganya Jaluo ati we want power. Tunataka power. Sasa wewe, mimi nataka niseme hivi. Juu nimeona MCS wa Nairobi wameamua Sakaja anaenda nyumbani. Sasa mimi nataka niulize. Last time baba Raila Amolo Odinga alikusaidia Sakaja. Sasa huyu mtu wa ng'ong'o atakusaidiaje? Mimi naona Sakaja unaenda nyumbani. Kwa sababu huyo mtu unategemea ati Oburu Odinga. Oburu Odinga hana kura. Oburu Odinga hana followers. Oburu Odinga 27. Usijaribu kuja hapa Kasarani. Kwa sababu utaibishwa. Oburu Odinga akae nyumbani akiona vile chama inaendelea mbele. Kwa sababu hii chama cha ODM, watu wanafikiria imeisha. Kina Sifuna watachukua hii chama. Kina Babu Owino watachukua hii chama. Kina Caleb Amisi watachukua hii chama. Kina Kimagendo watachukua hii chama. Kina Orengo watachukua hii chama. 27. Mtaona ile kitu hamjaiona hii. Hii Nairobi. Asanteni sana.